Actually alikuwa anatakiwa ameshapanda eneo lote, lakini kutokana na changamoto ya maji amepanda kieneo kidogo. Ni maandalizi ya kuendelea na sehemu nyingine yanaendelea. Lengo hasa tulichimba kwanza kisima. Maana hizi nyasi ni gharama sana kuzinunua. Unaweza ukanunua na nyasi nyingi lakini zikafa kutokana na ukosefu wa maji. Kwa hiyo ameanza na kipande kidogo. Baadaye tukishachimba kisima, ambaye tunatarajia kuchimba kisima mwezi huu wa 7. Tukishachimba kisima na umeme tayari ndio unavutwa hapa, then atapanda eneo jingine dogo la nyasi pamoja na kuweka mbolea. Kwa mpango ni kwamba akishapanda nyasi atazimwagilia mpaka zitakapomea na kufunga maeneo yote ya uwanja, ndipo atukabidhi. Yeah. Kwa scope ya kazi ilikuwa ni kusafisha eneo hili, lakini pia kujaza kifusi ambacho eneo letu la uwanja huu una square mita 8330, kwa maana ya urefu ni mita 110, lakini upana huko mita 76. Kwa hiyo amesafisha eneo hilo, lakini pia mifereji ina rani mita 372, kwa maana ya urefu ni 110 na upana ni 76. Na kwa standard za FIFA uwanja utakuwa na mita 68 upana kwa 105. Kwa eneo letu la uwanja huu, kwa upande wa upana kutoka kuna spacing ya mita 5 kila upande, allowance ambayo ipo upande wa huku mita 5 na huku pia mita 5. The same na kwenye urefu kuna allowance ambayo itabaki kama mita 2.5, kwa maana urefu tutatumia mita 105. Kwa viwanja vingine vya kawaida wale mita 100, lakini kwa sisi tutafuata standard za FIFA tutaweka mita 105, kiasi kwamba timu yoyote inaweza kaja kucheza hapa au kufanya mazoezi. So mpaka sasa hivi tuko hatua hii, tumeshajenga mifereji yote, tumefunga taa hizi ambazo zinaonekana hapa, na zoezi la kupanda nyasi linaendelea, na kazi nyingine zinazoendelea ni mifuniko kwa ajili ya mifereji yetu ya maji. Na uwanja wetu huu tumeunyanyua juu kidogo, kwa maana ya pembeni kidogo hapa kuna mto. Ule mto huo ukioverflow, maji yale yalikuwa yanakatiza katikati ya uwanja hapa, yanaharibu miundombinu. Kwa hiyo mfereji huu tumeweka purpose, kama maji yataoverflow kule, yatakuja yatengia kwenye mfereji, yatazunguka, kuna sehemu ya kudrain kutoa maji kule. Kwa hiyo hata kama maji yakioverflow ama mvua ikinyesha, uwanja wetu huu sio rahisi kuharibika miundombinu yake. Kwa scope ya kwanza tumemaliza, lakini kilichobaki kwa upande wa kule tutajenga benchi zile kwa ajili ya wachezaji kwa timu zote mbili. Maana budget ilikuwa milioni 200, lakini so far mpaka sasa hivi tumetumia milioni 184. Kwa hiyo baki milioni 16. Tutajenga hizo benchi kwa ajili ya scope ile baki ya kazi ni kwa ajili ya benchi hizo simple ndogo zilizo. Tunaenda kwa phases. Kwa phase ya kwanza ambayo ilikuwa inahusisha kazi ya kwa milioni 200. Hii ilikuwa ni kwa ajili ya kutengeneza pichi ya kuchezea, kuweka taa na hizo benchi mbili ndogo kwa ajili ya timu tu na makocha sisi mashariki. Pa kubadilishia nani nguo? Pa kubadilishia nguo wachezaji, actually kwa budget tuliyokuwa nayo, vyo vipo vya mwanzo ambao vilijengwa. Elezea wewe, ndio nani zote. Naona ulikuwa unamuonyesha, eleza basi. Maeneo ya kubadilishia nguo, ile nyumba unayoona ile ina choo pamoja na vyumba vichache vya kubadilishia nguo. Viliandaliwa kwenye hatua ya kwanza kabla ya uwanja kuanza kwenye pitch. Ile pale imekamilika. Kwa baadhi ndogo bado miundombinu ya kutolea maji taka. Mlishirikisha wenyewe wanaohusika na mambo ya michezo kwa ajili ya kuweza kuapprove hizo specification ambazo mnazozitumia kuweza kujenga na nini? Sio nani wanahusika, TFS au baraza sio la michezo, ni watu gani wanahusika kuweza kuona kwamba hizi nani ambazo mnazotumia vigezo vyao, ili angalau hata mkishamaliza unaweza mkawaita kuja kukagua. Lakini hata timu zingine, unajua timu zingine hawana viwanja, kwa hiyo mnaweza mkamaliza hapa
mkapata timu wakaja kuweka hapa ndio makao yao kwa ajili ya kuchezea mechi zao. Sasa mlishirikisha baada ya ku design uwanja wenu mkaweka hivyo vigezo mlivyoweka, mkawashirikisha waweze kuwashauri kama kuna vitu ambavyo mtakuwa hamjavi consider, wakawashauri. Mlishawashirikisha? Actually awali yote mtendaji au ni afisa ni afisa michezo, afisa michezo halmashauri. Awali yote kabla hatujaanza kujenga kuna wataalamu walitoka Dar es Salaam BMT walikuja, baraza la michezo walikuja hapa, walifanya tathmini nao vikao, wakatuelekeza. Kwa maana kutokana na ile bajeti yetu na uwezo wetu tumeanza na hivyo vitu vichache. Ndio maana hata uwanja huu mimi nataka nijue kwamba sasa ile design yote mshakubaliana na kwamba hii ndio iwe za viwanja vyetu ambavyo vinaweza vikatumika na ligi za ligi kuu ni hii hapa. Lakini kwa mwaka huu hatuwezi kujenga hata msingi tuweka. Si unapata vile unaingia tena mwaka kulikuwa na sababu gani ya kujenga mwaka jana? Mwaka uliopita wa fedha. Kwa sababu halitumiki sasa hivi. Kwani linatumika lile? Wala halitumiki. Lakini unakuwa tu na ile design kwamba itakuwa hivi. Mwaka huu wa fedha mnapata bajeti nyingine, mnajenga kwa standard ile inayotakiwa. Sababu hatuwezi kujenga uwanja milioni 200, milioni 250 au 300 alafu hamna timu ya ligi kuu ambayo inaweza kuja kutumia uwanja ukacheza. Sasa kuna faida gani sasa? Wewe kwa tunacheza sisi wenyewe tu Mitashunta na Umisenta basi. Na hatuna uwanja katika mkoa wa Songwe ambao timu za ligi kuu naweza likatumia. Kwa hoja yangu mimi ni kwamba kama mliwashirikisha BMT wakawapa standards za viwanja vya mpira ambavyo vinaweza vikatumika na ligi kuu, zile standards hizo ndo tuzitumie katika kujenga. Sio lazima tujenge kwa mara moja. Mambo yote ambayo natakiwa tunaweza tukajenga kwa hatua, na kwa halmashauri ya Tunduma milioni 300, 400, 500 kujenga uwanja. Eti mwenyekiti wao wanataka kumwaivisha mwenyekiti wa hiyo ni jambo dogo sana kwa Tunduma, kwa sababu hiyo ni fursa pia. Yaani hiyo ni fursa kabisa, tukiwa na uwanja wenye vigezo hapa ambavyo vile vinavyokidhi yale mahitaji ya zile timu za ligi kuu au michuano ya ligi kuu. Kwetu ni fursa kubwa sana. Timu zitakuja hapa, ziko timu ambazo hawana viwanja. Tukiwaambia kwamba njooni jamani, sisi tuna uwanja ambao unakizi vigezo kabisa hapa, watakuja. Nyumba za kulala wageni zipo, watatumia hapa au watapanga, wataweka kambi yao hapa, na sisi tunawaambia sisi tutakuwa mashabiki zenu, na uhakika wa kupata mashabiki hapa. Kuna wengine wala sio Simba wala sio Yanga, hawana timu. Kwa ikija timu hapa ikasema hii timu sasa ndio mkoa wa Songwe inakuja kuweka makazi yake, tutaunga mkono, watakuja hapa. Kwa hiyo itakuwa ni fursa. Kwa nini? Itakuwa fursa kwa Tunduma. Kwa hiyo ndio hoja yangu. Lakini kingine ambacho nilichokiona, sijui mimi sio mtaalamu, lakini naona kama uwanja bado hujakaa. Nilipoangalia naona kama bado ile level, na tumeanza kukaa kupanda nyasi. Naona kama bado uwanja huo haujakaa level, na ukiniambia sasa hivi tumeanza kupanda nyasi. Kwa sababu ukishapanda nyasi ndio tayari. Yaani kiuangalia naona kama bado, yani ile level ile unaotakiwa uwanja ukae level. Naona kama bado ukiangalia kuna mabonde. Kuna mabonde mengi sana. Na tayari tumeshaanza kupanda nyasi. Uwanja sijamaliza. Kwa hiyo hiki ni kitalo. Sasa kwa nini kitalu usikiweke pembeni kule, ili na hapa pia upaweke level? Kwa hapa niliweka level kidogo. Level hapa iko sawa, tumani pima na kamba. Kwa hiyo umepima na kamba? Kwa kwenye kitalu tu. Ndio vipimo kwenye kitalu. Kwa hiyo haupo uwanjani bado hujamaliza level. Bado sijamaliza level. Na anayesimamia nani kwenye halmashauri kuhakikisha huyo bwana anazingatia vigezo vinavyotakiwa? Engineer. Nipo mhandisi wa mji, lakini pia kuna engineer ambaye nimempa yuko anasimamia kata hii. Umeanza mkandarasi ajibu, alafu tutamuomba pia engineer alimuelekeza aweke nini? Chini kuna udongo wa G45. Ndio tuanze chini. Udongo kwenye mama. Wa sentimita ngapi? Sentimita. Huyu mwenyewe ameweka, kabla hujamwambia tuambie. Huo udongo ulioweka ni sentimita ngapi? C45 tunaweka sentimita, maana kufuatana na kama sentimita 30. Kwa sentimita 30. Engineer? Ni sahihi mheshimiwa. Endelewa. Ukaguzi huu wa uwanja, sisi kama wilaya tupokea mapungufu yote na mapendekezo yaliyotolewa, na nikiri tu kwamba katika mradi huu inaonekana wale walioanza nao
wewe unasemaje, tafuta milioni 50 inawezekana. Yani hapakuwa na mpango, kwa sababu kuna vitu vingine sisi wenyewe tumekaa tunataka turekebishe, lakini tunashindwa. Mfano ameuliza kwamba je, runway tunaiwekaje hapa? Runway huwezi kuweka tena. Huu ni typical, unatakiwa uwanja uwe, yani umeshakuwa uwanja typical wa mpira tu. Riadha huwezi kufanya kwa sababu huwezi kupata ile curve ile, kwa sababu kule tena hata tukisema tununue kule ni barabarani. Kwa hiyo hata kule tunapata viwanja vingine viwili tu vya netball na basketball. Kwa hiyo tukubali haya mapungufu. Wenzetu walioplani mara ya kwanza hawakuwa na maono makubwa ili kuplani vizuri. Kwa hiyo kilichofanyika hapa ni kurekebisha yale yaliyokosewa na wenzetu. Hawa wote unaona, hawa wote walikuta huu mpango ulipangwa na watu wengine. Kwa hiyo wanachojaribu hapa kurekebisha. Lakini nina imani kwa mipango iliyopo sasa hivi tutarekebisha kwa namna ambayo tutapata jukwaa moja linaweza kuwa upande wa kule, jukwaa moja linaweza kuwa upande wa kule. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ni kuhakikishie kwamba mji wa Tunduma wanapenda sana mpira, na sasa hivi michezo ile yenye msisimko ya kualika timu za kutoka mbali inachezwa upande wa pili wa Zambia hapo Nakonde, na inachezwa kwenye uwanja wa mtu binafsi ambapo anaingiza hela nyingi sana. Kwa hiyo sisi katika hali hii tukiurekebisha na nini, na sio uwanja mzuri sana ukilinganisha na tunachokifanya hivi hapa. Kwa hiyo tukibadilisha hapa mazingira tukaweka jukwaa, halmashauri inaweza ikaingiza kipato ikishirikiana na shirikisho la mpira kwa hapa Tunduma, kwa mkoa wa Songwe. Kwa hiyo mimi nipokea mapungufu na sisi tutayasimamia, na hata huyu tulimwelekeza hapa kwamba udongo huu hao na uchanganya na mchanga kwa sababu ni udongo wa mfinyanzi ili uweze kunyonya maji ile ya juu. Ukiweka mfinyanzi mtupu utakuwa ni kama shamba la mpunga. Wakati wa mvua litakuwa kama shamba la mpunga na litasababisha labda kuteleza au kutwist ankle wachezaji. Lakini kitu kingine tulichowaambia halmashauri, huu uwanja usio uwanja wa mazoezi, huwe ni uwanja wa mashindano. Yani isiwe kila siku hapa tunakuta timu zinafanya mazoezi. Hatuwezi kumaintain hii pitch. Yani itakuwa inakauka kila siku. Yule anafanya labda inachezewa kila labda Jumamosi au siku za weekend, ndio mashindano yanakuja kufanyikia hapa, sio mazoezi. Ukiufanya tu, la msingi ni kama ambavyo wazungumzaji waliopita wamezungumza kwamba tutekeleze huu mradi ili uweze kuwa na manufaa. Tusifikirie sehemu ndogo, yani tufikirie mbali zaidi, kwa sababu kwenye eneo la michezo fursa bado ni kubwa, na kama ambavyo Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya umesema kwamba sasa hivi baadhi ya mashindano ambayo yamekuwa yakifanyika yanaenda kufanyika nchi jirani. Sasa ni mambo ya ajabu sana. Yaani mkoa mzima huu au kwenye halmashauri kubwa kama hii ambayo sasa hivi tunapambana tuwe manispaa, hata kiwanja cha michezo tu cha kufanya shughuli za michezo vijana wetu hakuna. Ni jambo ambalo ni la kustaajabisha, lakini tunashukuru kwamba mmeanza kuchukua hatua. Kwa hiyo jambo la msingi ni kwamba ni tuwashirikishe wenzetu wa BMT katika hii hatua, ingawa tuliwashirikisha mwanzo, lakini hapa tulipofikia tuwaite tena wataalamu, tuwaambie tumefika kwenye hatua hii, udongo uliotumika huu, kwa sababu udongo kiuangalia, yani nikiuangalia tu ni kama unateleza. Hata kama tukaweka nyasi hapa bado pakiloa tu naweza pakawa pana asili fulani hivi ya kuteleza. Kwa hiyo kuna haja ya kuwashirikisha wataalamu ili tuhakikishe kwamba tunapokamilisha tunakuwa na picha ambayo ni nzuri, ambayo inakidhi vigezo, lakini pamoja na mambo mengine, ili tunapomaliza uwanja tutumie kwa ajili ya matumizi yetu ya timu zetu za ndani ya mkoa. Lakini pale inapohitajika kwamba kuna timu ambayo inashiriki kwenye ligi kuu, wakija hapa wenzetu waseme uwanja umekidhi vigezo, wanaweza wakauchagua kama uwanja wao wa nyumbani, basi tukaongeza fursa ya ukuaji wa sekta ya michezo katika mkoa wetu. Kwa kikubwa zaidi tuwaite tena waje kukagua kwamba hatua tuliofikia ni hii hapa. Watushauri, tusije tukaenda mpaka mwisho alafu wakaja baadaye wakaona mbona hapa mlikosea hiki mlikosea. Kwa hiyo hapa kabla hatujafanya makosa mengi sana mengine, tuwaite
waje wakague tena, washauri hususani kwenye hii, kwa sababu hii hatua ndio muhimu sana. Yaani uwanja wa mpira ni kwenye hii hatua leveling hapa, udongo unaotumika na nini, hiyo ndo hatua muhimu sana hii. Tukifanya makosa hapo, maanake tutakuwa tumeharibu. Kwa hiyo sasa tuendelee na mkandarasi sasa, ujue kwamba unachokifanya hiki tunakiangalia. Uwanja sisi tunautegemea na ndio tumaini letu hapa. Uwanja wa kwanza kabisa tuupate ni huu. Ingawa tumezungumza na wale mabwana, lakini wale wana mipango yao ya ujenzi, bado michakato inaendelea huko serikalini. Inaweza kuchukua miaka 2, miaka 3 ndio hiyo miradi mingine inakamilika. Kwa hiyo twendeni tusimamie ili tuhakikishe kwamba hatua ambayo tunaenda nayo tunakuwa tunaenda kwa hatua za uhakika, lakini tunakamilisha kulingana na ule muda ambao tumeupanga. Lakini budget, endeleeni kutenga budget, kwa sababu ni eneo, ni fursa ambayo mnaweza mkaipata. Kama mnavyosema kwamba michezo vijana wanapenda sana, hata mapato pia hapo mnaweza mkapata ambayo itakuwa inaingia kwenye halmashauri. Basi mimi niwashukuru na tunaweza